Leo katika safari yetu ya hekima tunafika kwenye majina manne ya mwisho katika orodha ya wanafunzi 12 wa Yesu kama ilivyoandikwa na Luka hapa katika sura ya 6. Sasa katika mstari wa 15 kuna mwanafunzi huyu anayeitwa Yakobo mwana wa Alfayo. Kwa njia, kuna wanaume wengine katika Injili wanaoitwa Yakobo pia. Hilo linaweza kuchanganya. Kuna Yakobo mwana wa Zebedayo, kaka yake Yohana. Kuna Yakobo ndugu wa Yesu kwa upande wa mama, ambaye atakuja kuwa mzee mkuu wa kanisa huko Yerusalemu. Tutamwona tena baadaye kidogo. Lakini mtu huyu ni Yakobo mwana wa Alfayo. Na kwa njia, tunachojua tu kumhusu ni kwamba yeye ni mwana wa Alfayo. Sasa huenda alikuwa ndiye anayetajwa katika Marko saa 15 na madakika 40 kama Yakobo mdogo, lakini hatuna uhakika kabisa. Lakini kusema kweli, hiyo ndiyo yote. Yeye hajawahi kuonekana kwenye tukio lolote la Biblia wakati wa huduma ya Yesu. Huyu ni mtu ambaye aliitwa na Yesu kama vile Petro na Yohana walivyotwa, lakini Yakobo mwana wa Alfayo hakuwahi kujulikana sana. Hakuwahi kuandika kitabu chochote cha Biblia. Hakuna mahubiri yake yaliyorekodiwa kwenye maandiko. Tunachojua tu kumhusu ni kwamba alimfuata Yesu. Lakini si hilo linatia moyo. Kwa kweli, hilo linanifanya nitoe uchambuzi mwingine hapa. Hapa kuna kanuni nyingine muhimu ya kuzingatia. Yesu hakuwachagua wanafunzi wake ili wawe na huduma sawa. Aliwachagua ili wafikishe ujumbe ule ule. Tunachojua kidogo ni kutoka kwenye mapokeo ya kanisa kwamba Yakobo aliuawa kwa kupigwa mawe huko Yerusalemu baada ya miaka 20 ya huduma ya uaminifu kwa Kristo. Na hayo ndiyo yote tutakayojua kwa sasa, hadi tutakapokutana naye siku moja mbinguni. Sasa Injili ya Luka itaongeza kwenye orodha mtu anayeitwa Simoni Mkananani. Huyu si Simoni Petro kwa njia yoyote ile. Lazima nikuambie, Simoni Mkananani alikuwa hajulikani kabisa kama vile Simoni Petro alivyokuwa maarufu. Simoni Mkananani hatatajwi popote nje ya orodha hizi za wanafunzi wa asili. Lakini kila anapotajwa utapata huo msisitizo mdogo, Simoni Mkananani. Hilo lina maana kubwa sana kwetu katika kuelewa kidogo kumhusu. Simoni alikuwa amehusishwa na kundi la wanaume Wayahudi wazalendo waliokuwa na shauku kali, ambao walikuwa na hamu moja tu maishani, nayo ilikuwa ni kuipindua Roma. Na ili kufanikisha hili, walikuwa tayari kumwaga damu ikiwa itahitajika. Unaweza hata kuandika pembeni mwa Biblia yako karibu na jina la Simoni Mkananani, Simoni mhalifu. Alikuwa mhalifu. Alichukia Roma. Nani anajua alifanya nini? Lakini alikombolewa kwa njia. Unawezaje kuweka Simoni Mkananani wa Kiyahudi na Mathayo msaliti wa Kiyahudi katika kundi moja? Kwa kweli, watawezaje kuelewana? Ungeweza kufikiria kwamba ukiweka Simoni na Mathayo kwenye hema moja, walipokuwa wakipiga kambi usiku kucha, asubuhi mmoja wao angekuwa amekufa. Basi mwandishi mmoja aliweka hivi alipokuwa akiandika kuhusu hawa wanaume 12 tofauti kabisa, kwamba kile Bwana anachofanya ni kuchora picha ya kanisa la baadaye. Tofauti kati ya wanafunzi, kama ilivyo kwa kanisa, hazikuleta migawanyiko. Tofauti zao kwa kweli zilikuwa ni tamko la maana ya kuwa na umoja katika mwili wa Kristo. Sasa tunajua kutoka kwenye historia ya kanisa kwamba huyu mwanafunzi jasiri, Simoni Mzeloti, alipeleka Injili kwenye eneo lile gumu la Uingereza ya sasa. Hatimaye atauawa kwa ajili ya imani yake. Amezikwa kwenye kaburi lisilojulikana huko kwenye visiwa vya Uingereza. Na kwa hayo, mwanafunzi anayefuata kwenye orodha hapa ni Yuda mwana wa Yakobo, kama njia ya kufafanua kwamba yeye si Yuda Iskariote. Sasa Yuda lilikuwa jina la kawaida sana. Ni umbo la Agano Jipya la jina Yuda. Huyu Yuda maalum au Yuda anaitwa Thadeo katika Mathayo sura ya 10 na Marko sura ya 3. Sasa
tunapata nafasi ya kumsikia Thadeo akizungumza mara moja tu katika Injili, wakati Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba atawadhihirishia utukufu wake. Yuda au Thadeo ni mwanafunzi mwenye moyo wa huruma sana. Anataka kujua kwa nini Yesu atawadhihirishia utukufu wake wao tu na si kwa ulimwengu mzima. Yesu anamjibu hapa katika Yohana sura ya 14 sasa. Mstari wa 23, mtu yeyote akinipenda atashika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao yetu pamoja naye. Sasa baada ya mazungumzo hayo, Yuda Thadeo hatatajwa tena katika maandiko. Kile tulicho nacho hasa ni mapokeo ya kanisa la mwanzo kwamba alienda kuwahubiria Waarmenia na hatimaye akauawa shahidi kwa ajili ya imani yake. Na hilo tena linanileta kwenye kanuni nyingine muhimu ambayo ni hii: huduma yako kwa Kristo haihitaji kutambuliwa hapa duniani ili ulipwe mbinguni. Mwokozi wako anaona kila tendo la huduma linalofanywa kwa jina lake. Sasa kwa hayo tunafika mwisho wa mstari wa 16 hapa, na tunampata mwanafunzi wa mwisho kuonekana kwenye orodha ya wanafunzi ya Luka. Kwa njia yoyote ile, yeye huwa ndiye mwanafunzi anayetajwa wa mwisho kila mara, na kwa sababu nzuri. Tunasoma hapa kwamba jina lake lilikuwa Yuda Iskariote. Luka anaongeza, ambaye aligeuka kuwa msaliti. Sasa unaweza kumfikiria Yuda Iskariote kama mwanafunzi wa ajabu na wa kutisha, au kama mvulana mmoja mdogo alivyomuita Yuda wa kutisha zaidi. Naam, watu wengi hufikiria hivyo, sivyo? Lakini nataka kukuambia kwamba rekodi ya maandiko haithibitishi hilo. Kwa kweli, Yuda aliaminika sana miongoni mwa wanafunzi kiasi kwamba aliwekwa kuwa msimamizi wa hazina yao. Kulingana na Yohana sura ya 12 mstari wa 6, alionekana kuwa kiongozi, alionekana kuwa mtu wa uadilifu. Na usisahau kwamba Yuda hakuwa ameketi kwenye kona ndogo yenye giza wakati wa meza ya mwisho. Anaonyeshwa akiwa ameketi karibu na Yesu. Walikuwa wanachovya chakula chao kwenye bakuli moja. Hiyo ilikuwa ni kiti cha heshima. Kwa hiyo niruhusu nisimame kidogo ili nikupe kanuni nyingine muhimu tunayoweza kujifunza kutoka kwenye tukio hili. Hii hapa. Inawezekana kujitambulisha na Yesu, lakini usimwamini Yesu. Yaani, fikiria hilo. Yuda amemsikia mhubiri bora kabisa akihubiri, mwalimu bora kabisa akifundisha. Ameona Mungu Mwana akifanya muujiza baada ya muujiza, kutoka kutembea juu ya maji hadi kufufua wafu na kuamuru ulimwengu wa mapepo. Yuda aliwezaje kukosa kuelewa? Kwa nini hakuamini? Sasa, kutokana na kile tunachoambiwa kwenye maandiko, jibu ni rahisi kulitambua. Inawezekana kuonyeshwa mwanga na bado ukatamani giza. Yuda atamsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Kwa njia hiyo ndiyo ilikuwa bei ya mtumwa mlemavu katika karne ya kwanza, na hivyo ndivyo Yesu alivyomaanisha kwa Yuda. Na kwa Yuda, orodha ya Luka ya wanafunzi wa Yesu inafikia tamati. Mwanafunzi Mathia ataongezwa baadaye katika kitabu cha Matendo ya Mitume kuchukua nafasi ya Yuda wakati kanisa la mwanzo lilipomchagua mrithi wake. Kwa kweli, masharti mawili kwa Mathia katika sura ya kwanza yalikuwa kwamba mwanafunzi lazima awe amemfuata Yesu kimwili, na pili, lazima awe amemuona Yesu aliyefufuka binafsi. Matendo sura ya kwanza mistari ya 21 na 22. Kwa njia, ndivyo tunavyojua kwamba hakuna mitume leo. Yeyote anayejiita leo mtume, kwa kweli anabuni tu ili kupata mamlaka fulani ya kipekee juu ya watu wengine. Sasa, tunajua nini kuhusu Mathia? Tena lazima nikuambie, alikuwa wa kawaida sana. Alikuwa hafahamiki kiasi kwamba Biblia haitupi habari yoyote kabisa kuhusu huduma yake. Hakuwa maarufu, lakini alikuwa mwaminifu kwa Kristo.
Hii inanifanya nikumbuke tukio nililosoma miaka mingi iliyopita, ambapo mpiga fidla aliyebobea aliamua kufanya jaribio na hadhira yake. Ilikuwa imetangazwa kwamba angecheza kwa kutumia fidla adimu ya Stradivarius yenye thamani ya mamilioni ya dola. Basi ukumbi wa tamasha ulikuwa umejaa watu waliokuwa na matarajio makubwa, na yule mpiga fidla alicheza kwa ustadi mkubwa. Lakini katikati ya tamasha lake alisimama ghafla, na kwa mshangao wa hadhira yake aliachia fidla chini kwa kishindo na kutoka jukwaani. Baada ya muda mfupi, kiongozi wa bendi alikuja mbele na kusema hivi: maestro hakuwa anacheza kwa kutumia fidla ya bei ghali. Kwa kweli alinunua fidla hiyo kwenye duka la rehani leo asubuhi kwa $20 tu. Sasa atarudi na kumaliza tamasha lake kwa kutumia ile fidla adimu na ya bei ghali ya Stradivarius. Na aliporudi na kuanza kupiga tena, kwa kweli ni watu wachache sana ambao wangeweza hata kugundua tofauti. Unajua, hadithi hiyo ilinifanya nikumbuke kwamba mimi na wewe ni fidla za $20. Basi Bwana wetu ametununua kutoka kwenye duka la rehani la dunia ya dhambi, lakini tunapojitoa maisha yetu mikononi mwake, uzuri wa ujumbe wake na ustadi wake wa ajabu utaonekana, na kwake yeye peke yake ndiko kutakuwa na makofi yote ya kusimama, utukufu wote na sifa zote. Hivyo basi tuwe fidla za $20 leo mikononi mwa Bwana na mwalimu wetu. Basi hadi tutakapoanza safari tena, wapendwa, kwenye safari yetu ya hekima, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.